Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. China yafanikisha malengo yote ya mpango wa 14 wa miaka mitano. Na China yaharakisha ubunifu wa sayansi na teknolojia kuleta manufaa mapana zaidi kwa binadamu. Na biashara kati ya mikoa nchini China yaongezeka kwa kasi mwaka wa 2025. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. China imetangaza kuwa imefanikisha malengo yote yaliyowekwa katika mpango wa 14 wa miaka mitano wa maendeleo, yaani kati ya mwaka 2021 hadi 2025. Taarifa hiyo ilitolewa wakati wa ufunguzi wa mkutano wa mwaka wa Bunge la Umma la China mjini Beijing. Mwenzangu Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Waziri Mkuu wa China Li Qiang amesema kuwa nchi hiyo imekamilisha malengo yote yaliyowekwa katika mpango wa 14 wa miaka mitano wa maendeleo, huku ikiendelea kuweka msingi wa maendeleo makubwa zaidi katika siku zijazo. Alitoa kauli hiyo wakati akiwasilisha ripoti ya kazi serikali katika kikao cha ufunguzi cha mkutano wa 4 wa bunge la 14 la umma la China, yani NPC, kilichofanyika Alhamisi Beijing. Mkutano huo wa mwaka wa bunge la China ulifunguliwa rasmi asubuhi kwa kuhudhuriwa na rais wa China Xi Jinping pamoja na viongozi wengine wa chama na serikali. Katika ripoti yake, Li Qiang alisema kuwa mwaka 2025 uliashiria kukamilika kwa mpango wa 14 wa miaka mitano, huku uchumi wa China ukifikia viwango vipya vya ukuaji. Alisema pato la taifa GDP la China lilipanda kwa hatua kubwa na kuvuka kiwango cha yuan trilioni 110, 120, 130 hadi zaidi ya yuan trilioni 140 kwa wastani wa ukuaji wa 5.4% kwa mwaka. Aliongeza kuwa maendeleo makubwa pia yalipatikana katika uvumbuzi wa teknolojia na viwanda. Matumizi ya kitaifa katika utafiti wa maendeleo yaliongezeka kwa wastani wa 10% kila mwaka. Aidha, hatua mpya zilipigwa katika mageuzi na sera ya ufunguzi wa uchumi, ikiwa ni pamoja na kuharakisha ujenzi wa soko la kitaifa lililounganishwa na kuondoa vikwazo vyote vya uwekezaji wa kigeni katika sekta ya uzalishaji. Kwa upande wa ustawi wa wananchi, Li alisema mapato ya mtu mmoja baada ya makato yaliongezeka kwa wastani wa 5.4% kwa mwaka, huku zaidi ya ajira milioni 60 mpya zikianzishwa katika miji. Matarajio ya maisha ya wananchi pia yaliongezeka kwa kufikia wastani wa miaka 79. Katika sekta ya mazingira, alisema maendeleo mapya yamepatikana katika uhifadhi wa ekolojia. Li Qiang alisisitiza kuwa juhudi kubwa za serikali zimewezesha kufanikisha malengo yote makuu 20, majukumu 17 ya kimkakati na miradi mikubwa 102 iliyopangwa katika mpango wa 14 wa miaka mitano. Hata hivyo, alikiri kuwa China bado inakabiliwa na changamoto kadhaa, hasa kutokana na mazingira ya kimataifa yanayobadilika na shinikizo kwa mfumo wa biashara huria na ushirikiano wa kimataifa. Bunge la Umma la China ndilo chombo cha juu zaidi cha mamlaka ya China. Mikutano yake ya mwaka pamoja na mikutano ya Baraza la Mashauriano ya Kisiasa la China hujulikana kwa pamoja kama mikutano miwili, ambayo ni tukio muhimu zaidi katika ratiba ya kisiasa ya China. Kwingineko ni kwamba China inaendelea kuongoza duniani katika utengenezaji wa magari ya nishati mpya, huku kiwanda cha EV Hyperfactory cha kampuni ya Xiaomi kikitoa mfano halisi wa jinsi teknolojia ya kisasa na roboti zinavyobadilisha sekta ya magari duniani, kama anavyoarifu mwenzangu Simiyu Wanjala. Kampuni ya teknolojia ya China Xiaomi, inayojulikana zaidi kwa simu janja na vifaa vya nyumbani, iliingia rasmi katika sekta ya magari mwaka 2021 kwa kujenga kiwanda cha kisasa katika eneo la maendeleo ya teknolojia la Beijing Economic Technological Development Area, linalojulikana pia kama Beijing E-Town. Kiwanda hiki kikubwa kinatumia teknolojia ya hali ya juu, ambapo roboti hufanya kazi nyingi badala ya binadamu. Ndani ya kiwanda hiki, mikono ya roboti husogea kwa kasi na usahihi mkubwa kukusanya sehemu mbalimbali za magari. Magari ya umeme ya Xiaomi SU7 hutengenezwa katika kiwanda hicho, ambapo mstari wa uzalishaji unafanya kazi saa 24 kila siku. First thing is the incredible level of automation and intelligence in this factory. Key processes are 100% automated. On top of that, we've introduced an industry-first AI quality inspection system, which boasts an accuracy rate of 99.9%. Kila baada ya sekunde 76 gari jipya hutoka katika mstari wa uzalishaji. Zaidi ya roboti 700 hufanya kazi kwa pamoja katika mfumo ulioratibiwa kikamilifu, huku michakato muhimu ya uzalishaji ikiwa imejiendesha kwa 100%.
Mkurugenzi wa teknolojia ya uzalishaji katika kiwanda hicho anasema kiwanda hicho kimeweka kiwango kipya katika juhudi za China za kuimarisha uzalishaji wa kisasa kupitia ubunifu na matumizi ya teknolojia ya akili bandia. Ndani ya kiwanda hiki, roboti hufanya kazi bila kusimama na hata zina uwezo wa kujichaji zenyewe zinapopungua nguvu bila kuhitaji msaada wa binadamu. Vilevile, usafirishaji wa malighafi unafanywa na roboti maalum zinazosafiri zenyewe kuhakikisha uzalishaji unaendelea bila kukatizwa. Kwa mujibu wa wataalamu, uwezo huu wa juu wa utengenezaji wa kisasa unaifanya China kuendelea kuwa kinara duniani katika sekta ya magari ya umeme, huku kiwanda cha Xiaomi kikilenga kuongeza kasi ya uzalishaji na matumizi ya akili bandia katika siku zijazo. China imeweka lengo jipya la kuongeza uwezo wa uzalishaji wa nafaka hadi kufikia takriban tani milioni 725 katika rasimu ya mpango wa 15 wa miaka mitano wa maendeleo ya taifa hilo wa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030. Hatua hiyo inalenga kuimarisha zaidi usalama wa chakula wa nchi hiyo na kupunguza hatari zinazoweza kusababishwa na mabadiliko ya hali ya kimataifa yenye kutokuwa na uhakika. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Tu Shengwei ambaye ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa uchumi mkuu iliyo chini ya Tume ya Taifa ya Maendeleo na Mageuzi ya China amesema uwezo wa uzalishaji wa nafaka ndiyo msingi wa uzalishaji thabiti wa chakula, na lengo hilo lililopendekezwa linaendeleza mafanikio ya ongezeko la uzalishaji yaliyopatikana wakati wa utekelezaji wa mpango wa miaka mitano wa 14. Katika miaka ya hivi karibuni, kupitia utekelezaji wa mpango mpya wa kuongeza uwezo wa uzalishaji wa nafaka kwa tani milioni 50, uwezo wa China wa kuzalisha nafaka umeendelea kuimarika. Kwa hiyo, tuna msingi imara wa kufikia lengo hili jipya. Tu waliongeza kuwa lengo hilo lililopendekezwa linaonyesha azma ya China kufikia kiwango cha juu zaidi cha usalama wa chakula katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Katika mazingira ya kimataifa yaliyochangamana sana pamoja na majanga ya asili yanayotokea mara kwa mara na kwa ukali, ni lazima tuimarishe utekelezaji wa mkakati wa uzalishaji wa mazao ya chakula kwa kuboresha usimamizi wa mashamba na kuongeza matumizi ya teknolojia. Kwa kuimarisha zaidi mpango mpya wa kuongeza uwezo wa uzalishaji wa nafaka kwa tani milioni 50 na kudumisha uwezo wa uzalishaji katika kiwango hicho, China inaweza kukabiliana na hali zisizo za uhakika za mazingira kwa kuwa na uwezo thabiti wa uzalishaji, kuimarisha zaidi udhibiti wa usalama wa nafaka na pia kuunda nafasi kubwa zaidi ya kusimamia uchumi kwa sera za jumla. Hatua hii pia itaweka msingi imara zaidi wa kufikia malengo mengine ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika kipindi cha mpango wa miaka mitano wa 15. Lengo hilo la uzalishaji wa nafaka ni sehemu ya rasimu pana ya mpango wa maendeleo ya uchumi wa taifa na jamii katika kipindi cha mpango wa miaka mitano wa 15, ambao kwa sasa unajadiliwa na wabunge pamoja na washauri wa kisiasa katika mikutano inayoendelea nchini China inayojulikana kama vikao viwili. Vikao viwili ni mikutano ya kila mwaka ya bunge kuu la China, bunge la wananchi la taifa NPC, na chombo kikuu cha ushauri wa kisiasa, kamati ya taifa ya baraza la ushauri wa kisiasa la watu wa China, yani CPPCC. Taasisi hizi mbili hutumikia kipindi cha miaka mitano na hufanya kikao kikuu mara moja kila mwaka, kwa kawaida mwezi Machi. Kikao cha 4 cha bunge la wananchi la taifa la 14 kilianza siku ya Alhamisi, huku kikao cha 4 cha kamati ya taifa ya 14 ya CPPCC kikianza siku ya Jumatano. Biashara kati ya mikoa mbalimbali nchini China imeendelea kukua kwa kasi mwaka jana. Takwimu za hivi karibuni kutoka mamlaka ya usimamizi wa kodi nchini humo zinaonyesha ongezeko la mauzo na ushirikiano mkubwa wa kiuchumi kati ya mikoa, kama anavyoarifu mwenzangu Tom Mwenjala. Kulingana na takwimu hizo, kiasi cha mauzo katika biashara ya kati ya mikoa kiliongezeka kwa 4.5% mwaka uliopita ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Mauzo ya biashara kati ya mikoa yalichangia 41% ya jumla ya mauzo ya kitaifa, ikiwa ni ongezeko la 0.8% ikilinganishwa na mwaka wa 2024. Zaidi ya 80% ya mikoa nchini China ilirekodi ukuaji chanya katika mauzo ya biashara kati ya mikoa mwaka uliopita. Katika mwaka huo,
Mauzo ya nje ya mikoa mikubwa ya kiuchumi ikiwemo eneo la Beijing, Tianjin, Hebei, eneo la delta ya mto Yangtze na eneo la delta ya mto Pearl yaliongezeka kwa 4%, 6.2% na 4.6% mtawalia. Hii inaonyesha mchango mkubwa wa maeneo hayo katika kuchochea ukuaji wa uchumi wa nchi. Mauzo kutoka eneo la Beijing, Tianjin, Hebei kwenda eneo la delta ya mto Yangtze yaliongezeka kwa 6.7%, huku mauzo kutoka eneo la delta ya mto Pearl kwenda eneo la Chengdu, Chongqing yakiongezeka kwa 7.8% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Aidha, idadi ya biashara zinazohusika na mauzo kati ya mikoa nchini China iliongezeka kwa 8% mwaka 2025. Takwimu hizo pia zinaonyesha kuwa wakati mamlaka za kodi nchini China zinaendelea kuboresha huduma za kodi kati ya mikoa, malipo ya kodi kwa njia ya kielektroniki kati ya mikoa yalizidi yuani bilioni 130 mwaka uliopita, ikiwa ni ongezeko la 39% ikilinganishwa na mwaka 2024. Na China inaweka mkazo mkubwa katika sekta za baadaye kama vile akili bandia na roboti zenye umbo la binadamu, yani humanoid robotics, kwa lengo la kuleta manufaa mapana kwa watu wengi zaidi duniani, alisema Lou Puingjian ambaye ni msemaji wa kikao cha 4 cha bunge la 14 la wawakilishi wa watu, yani NPC, mjini Beijing siku ya Jumatano. Hamis Darwesh ana maelezo zaidi. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari kabla ya ufunguzi wa kikao cha mwaka cha NPC kilichofanyika Alhamisi, Lu alibainisha kuwa sekta ya roboti zenye umbo la binadamu nchini China ilipata mafanikio makubwa mwaka jana kwa kufanya hatua 2 muhimu katika uvumbuzi wa kiteknolojia na matumizi katika mazingira halisi. Roboti zenye umbo la binadamu zimeundwa kuwa kama pacha wanaoishi pamoja nasi, wakiiga muundo tata wa mwili wa binadamu. Zinawakilisha muungano wa teknolojia nyingi za mbele kama vile AI, utengenezaji wa hali ya juu na nyenzo mpya. AI hutegemea kompyuta zenye uwezo mkubwa wa akili, usafirishaji wa data wa kasi ya juu na uwezo mkubwa wa kuhifadhi data, pamoja na mfumo wa kiteknolojia ambapo chipu mahiri, mifano ya algorithimu na data kubwa hufanya kazi kwa ushirikiano. Msemaji huyo alitoa wito wa kuwepo mazingira ya kimataifa yaliyo wazi, ya haki, ya usawa na sio ya kibaguzi kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia, huku akisisitiza umuhimu wa kujitegemea kiteknolojia. Katika miaka ya hivi karibuni, China inaharakisha maendeleo ya sekta yake ya AI. Miundombinu ya uwezo wa kompyuta inaendelea kupanuka na kuwa ya kisasa zaidi, na seti za data zenye ubora wa juu zinaibuka kwa kasi zaidi. Mifano ya AI ya China inaongoza katika mfumo wa ubunifu wa chanzo huria. Ukweli ni kwamba ufunguo wa ubunifu na maendeleo ya sayansi na teknolojia uko katika kuwa na teknolojia za msingi zilizobuniwa nyumbani na zinazoweza kudhibitiwa kwa hatari. Katika kipindi cha mpango wa miaka 15 wa miaka 5, tutaimarisha utafiti wa ubunifu asilia na teknolojia muhimu za msingi, kuharakisha muunganiko wa ubunifu wa sayansi na teknolojia na ubunifu wa viwanda, na kuchochea mafanikio makubwa katika teknolojia muhimu za msingi katika minyororo mizima ya sekta muhimu. Ubunifu wa sayansi na teknolojia hauwezi kutenganishwa na mazingira ya kimataifa yaliyo wazi, jumuishi na yenye manufaa ya pande zote. Tuko tayari kushirikiana na pande zote kukuza mazingira. Na katika sehemu yetu ya Ifahamu China, nguvu ya kiuchumi ya kusini mwa China, mkoa wa Guangdong, inaendeleza kwa kasi uchumi wa anga ya chini kwa kuunganisha droni na magari ya angani ya kizazi kipya katika matumizi ya kila siku mijini na viwandani. Sasa mwenzangu Zakia Pong anatueleza zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng.
Kuanzia maonyesho ya mwanga wa angani hadi mwitikio wa dharura ya kuokoa maisha. Nguvu ya kiuchumi ya kusini mwa China, mkoa wa Guangdong, inaendeleza kwa kasi uchumi wake wa anga ya chini kwa kuunganisha droni na magari ya angani ya kizazi kijacho katika maisha ya kila siku ya mijini na viwandani. Hivi karibuni kampuni ya droni yenye makao yake mjini Shenzhen iliangaza anga ya usiku ya mji wa Liuyang katikati mwa China kwenye onyesho la fataki za teknolojia. Maelfu ya droni ziliunda makundi ya nyota yanayometameta na kuvutia maelfu ya watu waliokuwa ardhini. Onyesho kama hilo linalotumia droni pia liliangaza anga juu ya jiji la Shenzhen. Lakini matarajio ya Guangdong kwa anga ya chini yanaenea zaidi ya burudani. Huko Shenzhen, baadhi ya nguzo za taa za fataki zimerekebishwa ikiwa inaitwa walinzi wa angani. Droni huweka doria kwa uhuru kwenye barabara kuu kila siku, zikisambaza data za barabarani kwa wakati halisi kwa vituo vya usimamizi wa jiji. Wakati wa mazoezi ya kuzima moto kwenye majengo marefu, droni maalum za kuzima moto zinapaa angani kufanya uchunguzi, kuvunja madirisha na kusambaza vimiminika vya kuzima moto, mara nyingi zikifika kabla ya wafanyakazi wa ardhini. Matumizi hayo yamepanuliwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na usimamizi wa miji, usafirishaji, huduma za dharura na ulinzi wa baharini. Hadi sasa Guangdong imetengeneza zaidi ya njia 700 za droni, zikihudumia mahitaji mbalimbali kutoka kupulizia mimea hadi ukaguzi baharini, usalama wa umma na usafirishaji wa vifaa vya matibabu kwa dharura. Wakati huo huo, mustakabali wa usafirishaji wa anga mjini unaanza kuchanua. Kampuni ya Ehang Intelligent Technology yenye makao yake Guangzhou imepata cheti cha kwanza kabisa duniani kwa aina 3 za sera za udhibiti droni inayobeba abiria, cheti cha uzalishaji na cheti cha usafiri wa angani. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. 第7课，今天比昨天热。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kwa mujibu wa Pinyin, kisha mfuate mwalimu kuandika. 天 Niambie, ipi ni sahihi? 第2个， Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi.
Tafadhali andika pamoja nami. 气 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 怎 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 样 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 比 Niambie, ipi ni sahihi? 第一个 Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. 左 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个 Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Sikiliza rekodi ifuatayo na chagua neno sahihi jipya. 比第六个好喝第二个天气第五个怎么样第三个觉得第一个昨天第四个 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Na kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.